Hivi umewahi kuhisi kama unazunguka kwenye duara? Yaani namaanisha hivi, kile unachokikimbia kinakuja tena lakini kwa sura nyingine, mahusiano yale yale yenye maumivu, kazi ile ile inayokunyonya energy, au migogoro ile ile na watu wanaokuzunguka. Sikiliza nikwambie, maisha hayana upendeleo, lakini yana njia moja kuu ya kukufundisha. Maisha yataendelea kukupa mtihani ule ule mpaka siku utakapoandika jibu sahihi. Wengi wetu tunajilaumu au kujiona tuna bahati mbaya, lakini ukweli ni huu: maisha hayakurudishi nyuma kukuharibu, yanakurudisha nyuma ili ukue. Kama hujajifunza kuweka mipaka, kila siku utakutana na watu wanaokukanyaga. Kama hujajifunza fedha inafanya kazi vipi, kila fursa itakayokuja kwako itakuwa inakuacha mikono mitupu. Maisha hayawezi kubadilisha somo kwa ajili yako, yataendelea kukuletea hali ile ile mpaka siku utakapojifunza. Unaweza hata kuhama mji, kubadilisha line au kuacha kazi, lakini kama hujabadilisha ndani yako unavyojihisi, utakutana na yale yale uliyoyakimbia. Hebu jiulize swali hili kwa uaminifu hapo ulipo: hii hali nilokopo nayo inanifundisha kitu gani ambacho nimekataa kujifunza? Maumivu siyo adhabu, ni ishara kwamba kuna kitu ndani yako kinahitaji kubadilika. Na ukiona darasa limekuwa gumu, hiyo maana yake kiwango chako cha uelewa kinabidi kipande. Uhuru wa kweli haupo kwenye wewe kukimbia matatizo, upo kwa wewe kukaa chini na kuyatatua. Kwa hiyo leo jifunze ili kesho yako uwe na hadithi mpya. I love you guys. Thank you for watching.